pia Simba Sport Club pengine tumefungwa sana na Yanga, kwa hiyo tumeshakuwa kama sugu vile. Kwa hiyo kitu pekee ambacho kipo, sisi hatumuogopi Yanga kwa matokeo haya, kwa sababu tumeona JKT leo. Kwanza tuliangalia Yanga kwenye mechi dhidi ya Namungo, Yanga ilikuwa ina madhaifu, kwa hiyo tukaamini kupitia yale madhaifu pengine leo JKT anaweza akaenda akamzuia Yanga, lakini moja kwa moja JKT haitaka kushindana na Yanga. Akuamini kwamba Yanga haitakiwi kuwa timu ya kwanza kiwanjani, wakaenda wakashindana. Ndio maana unaona nafasi za kupitisha mipira zilikuwa ni nyepesi sana, wakaenda kufungwa goli 5. Kwa mashabiki wengine wanapata hofu, lakini kwa mashabiki wa Simba hatuna hofu, kwa sababu kikosi chetu tumekitengeneza. Simba tulivyokuwa tunaanza ligi msimu huu hatakuwa na kikosi kizuri sana, lakini kwenye dirisha dogo tumesajili wachezaji wazuri sana. Kwa hiyo wale wachezaji wazuri ambao hawakuwahi kukutana na Yanga ndio wanatupa nguvu kuonesha moja kwa moja dabi utakuwa ni mchezo mgumu na utakuwa ni mchezo mzuri sana. Sisi kwa upande wetu tunajua kwamba tumetoka kupoteza kwenye hatua ya michuano ya kimataifa, hasa kwenye klabu bingwa tumepoteza. Kwa hiyo nguvu pekee tuliweka kwenye ligi kuu. Kwa hiyo furaha pekee, hata mashabiki wachezaji pia wanajua issue ya kwanza, twende tukamfunge Yanga. Sisi mashabiki ndio tutaenda kukipigia makofi kesi chetu, kwa sababu moja kwa moja unaona hatukufanya vizuri hata kwenye mashindano ya kimataifa. Kwa hiyo nguvu kubwa tumewekea huko. Kwa hiyo issue pekee kurudisha furaha kwa mashabiki ni kwenda kumfunga Yanga. Kwa hiyo hata mashabiki wengi wa Yanga wasimalize maneno. Hii furaha ya leo ya goli 5 iishi hapa. Tarehe 1 kutoka kuna kitu kingine, ni surprise. Salamu wanasema. Hawezi kututumia sisi salamu, kwa sababu sisi hatujatengeneza nidhamu ya uoga. Kwanza ili kusudi uwe shabiki wa Simba inatakiwa uitoe nidhamu ya uoga. Ndio maana mashabiki wengi wa Simba tuna mioyo migumu. Mchome anasema siku ipelekwe mbele. Mchome ni shabiki wa timu gani? Simba. Sijajua kwa Mchome. Pia anasema ipelekwe mbele. Yeye ni maoni yake, lakini mimi kwa upande wangu na wanajeshi ambao tuko nao, mimi na imani kwamba twende tukacheze hiyo tarehe 1, kwa sababu watu wengi wanafikiria Simba hii ndio Simba ile ambayo ilikuwa na wachezaji wa kawaida. Simba hii tumesajili. Depo anipe wasiwasi. Hamna, anipe wasiwasi kabisa, kwa sababu kama mimi nitakuwa na muhofia Depo, mimi kuna wachezaji tu ambao kwenye Simba Sport Club mimi mwenyewe kama shabiki nawaogopa. Mimi namuogopa hata Oneseti Aura. Yaani mimi mwenyewe kuna wachezaji ambao wako Simba nawaogopa. Oneseti Aura anakabika yule. Baka alishakutana na Oneseti Aura. Msimu mliopita mlisema hawezi kuchukua ubingwa mpaka mkabe Mpanzu, lakini na ubingwa akachukua. Msimu ule tulikuwa tuna mchezaji mmoja ambaye alikuwa Elie Mpanzu, ndio alikuwa kama kia timu. Lakini sasa hivi tuna wachezaji wengi ambao umeangalia wamekuja kwenye dirisha dogo. Mbavu ya kushoto tuna Oneseti Aura, tuna huyo Loemba, tuna yule Libase Gwe. Kwa hiyo tuna wachezaji wengi ambao wazuri. Kwa hiyo wakicheza na hao wachezaji wengine, nadhani kuna kitu kikubwa sana kimeongezeka. Kwa hiyo moja kwa moja haya matokeo ya leo yaishie hapa pa goli 5. Hii flower itunze, wasije wakaenda nao tarehe 1. Wasije wakaja na haya matokeo kwamba kuamini wamemfunga JKT Tanzania. Performance ambayo JKT Tanzania ameionyesha kiwanjani ndio performance ambayo atampa Simba. Wenyewe wanatambua wanakuja kwenye mchezo mgumu. Kwa hiyo kama watakuja na matokeo haya ya goli 5, wanaweza wakaja wakapasuka mapema tu. Kwa hiyo unajiamini pia? Mimi najiamini. Issue ya kwanza wanatakiwa wakawaheshimu wapinzani. Wanaenda kucheza na Simba. Wakati mwingine dabi zinakuwa zina matokeo tofauti. Si unaona Yanga hapa wameenda wameshinda, wanaweza wakaona wachezaji wazuri kushinda sisi. Wakati mwingine mbinu za kocha zinaweza zikaamua namna gani timu icheze kiwanjani. Kwa hiyo wakati mwingine unaweza ukaona wachezaji wa kawaida ukaenda kuiwini mechi. Umeona namna ambavyo Namungo wamecheza na Yanga. Moja kwa moja Namungo unaona kama wangekuwa na umakini kidogo, ile mechi Namungo walikuwa wanapaswa kushinda. Kwa hiyo wakati mwingine sio kuogopa tu majina ya wachezaji. Inatakiwa dakika 90 iende ikakupe nani atakayekuwa bora. Kwa hiyo mimi nadhani tuangalie mechi hii hapa kama funzo pengine, lakini sisi kwa upande wetu haitupi uoga. Mechi ngumu na mimi ni ya tarehe 1. Ambaye atachanga karata zake vizuri ataenda atawini. Mnaweza mkashangaa huyu Yanga anaweza kapotea hata goli 3. Yaani goli 3? Anaweza kafungwa hata goli 3. Huu ni mpira, lazima tupe heshima yake. Inaweza katokea, huu ni mpira. Goli 3 na Simba? Inawezekana kabisa, huu ni mpira, lazima tupe heshima yake. Mimi ndo nakwambia. Yanga wamewaka. Kabla pia ya kuwasifia Yanga, pia nao JKT wameonyesha udhaifu mkubwa sana. Walikuwa wanataka kushindana na Yanga. Ndio kitu ambacho kimeenda kuwaponza. Sisi tunaaminiki kwenye ligi timu ambayo inaweza kumzuiaga Yanga inakuwa ni JKT. Kama sio mechi moja ya hapa KMC, basi mechi ya Meja Isamuyo. Meja Isamuyo nadhani mnaikumbuka. Mnakumbuka hata mpaka Nangu kisa cha kuja Simba Sport Club aliweza kuwazuia Yanga pale. Kwa moja tunaaminiki JKT ndio timu ambayo inaweza kumzuia Yanga, inakuwa timu nambari 1. Lakini leo hawakumheshimu Yanga, walijifungua sana. Waliamini kwamba twende tukapigane na sisi tuweze tukapata kitu. Kwa kama wangemheshimu Yanga, pengine idadi ya magoli ingeweza kupungua pengine kutokana na ubora wa Yanga kiwanjani, lakini leo hii wameonyesha udhaifu, ndio maana magoli mengi sana wameyaruhusu kiwanjani. Yanga wana tabia kutengenezaga hofu kwa wapinzani, lakini Simba Sport Club sisi ndio mashabiki wenye mioyo migumu. Simba Sport Club sisi ndio tuna miaka 4 hatujawahi kuchukua kombe hata hili. Yaani mmezoea kufunga.
Tuna ule moyo mgumu. Yani sema ukweli. Neno moja, hii furaha aitunze hivi mpaka tarehe 1. Asije akatumia hii furaha leo aende nayo mpaka tarehe 1. Tarehe 1 kuna kitu kingine. Washangilie leo, kesho mpaka kufikia tarehe 30. Uzuri mimi ndugu yangu William na tulikubaliana tukasemaje? Nafikiri dabi itakuwa ni Jumapili, si ndio? Nilikubaliana na mwanangu kwambia sikiliza, uzuri tupate muda wa kutuliza akili, mwili na kifikra zaidi. Huku nikijua na matumaini ya kukupiga mara 7 mayo wangu. Nilimwambia ukweli, nikamwambiaje? Naomba tuondoke Jumamosi jioni na boti ya saa 10, then tuwahi kufika, akili yetu, mwili wetu ukae kitimamu kwa ajili ya ushindani. Lakini zungumza kitu kimoja. Ushindi wa leo ni taarifa kubwa na ujumbe tosha kwa mtani wangu na kumuonyesha kwamba mimi ni mkubwa. Of course amezungumza kitu kimoja kwamba JKT ni timu bora, JKT ni timu ambayo kiukweli hata ukiona hata miaka ya nyuma kwenye ushindani wetu ni timu ambayo the way ilikuwa na pingamizi mkubwa sana kutuzuia. Yaani ushindi wao kwao kubwa ulikuwa ni draw au otherwise ni papatu batibando kama hivyo. Lakini labda zungumza kitu kimoja ukweli. Sisi Yanga hakuna timu ambayo inaweza kutuzuia kwa sasa hivi. Yaani ule zile asili zetu zote za klabu bingwa zile zote tumezihamishia NBC. Sasa hivi ukiangalia Yanga hata wachezaji ambao waliokuwa reserve, mnaelewa, wana uchu na matamanio kuonyesha ubora wa Yanga. Nazungumza kwa nini? Sisi Yanga sasa hivi tunataka tuonyeshe umma na yani utofauti kwamba kuna mashabiki ambao wenye uredi mkubwa, kuna mashabiki ambao wanajua nini thamani ya mpira. Nazungumzia Dar es Salaam Africans, nazungumzia mashabiki wenye uredi wa kutosha, mashabiki wenye kusoma mashabiki hawachezi mpira. Nisikilize ninachozungumza, furaha ya kwanza kwenye mpira bila wachezaji bila mashabiki sio kitu. Kwa hiyo waandishi mnaelewa. Hamwezi mkacheza mpira ndani kwenye pitch ikiwa mashabiki hamna. Mashabiki ni mchezaji wa pili, wanazungumza hicho kitu. Na ndio maana nazungumza kitu kimoja nieleweke. Sisi Yanga tumejipanga kikamilifu na tunahakikisha kwamba tutaendeleza hii dozi mwanzo mwisho. Tumeanza na 5. Na kama tumeanza na 5 Jumapili, inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu nitamwongana atakapokuja. Kama atakuja kinizamu kama alivyosema yeye, basi sio chini ya goli 3. Ila kama atakuja kwa kupandia kama JKT, basi 7 zinamhusu. Mimi sasa hivi nina hasira, nina degedege. Umeelewa? Nataka nifumbe midomo nchi nzima wajue. Yaani mpaka sasa hivi mtoto ambaye atazaliwa miaka 2 na hakikisha akizaliwa sauti ya kwanza kusema Yanga, sauti ya kwanza. Kwa nini nazungumza hivyo? Tumechoka midomo. Sasa hivi mashabiki wengi wa Simba wamekuwa na midomo sana kama wale wanawake ambao wanaenda kuomba sako sikia siku wanalishi 3350. Sasa ifikie wakati nisikilize. Ana hofu hapo.